kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 7, katika yeye huyo kwa damu yake tunayo ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Katika nani? Katika Yesu Kristo. Kwa damu yake, dhabihu aliyoifanya miaka 2000 iliyopita imetupa ukombozi, imetupa masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa rehema au wingi wa neema yake. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, nje ya Yesu Kristo, katika huyu Yesu Kristo hakuna rehema wala hakuna masamaha ya dhambi. Rehema, masamaha ya dhambi yapo ndani ya Kristo Yesu, kwa ile dhabihu ya damu yake, uhai aliyoutoa na kutoa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika damu ya Yesu Kristo tumehesabiwa kuwa wenye haki. Amesema katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 9, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa damu ya Yesu Kristo tumehesabiwa sisi kuwa wenye haki. Hakuna mashtaka wala hatia yoyote ile ya kumshikilia mtu ambaye anaamini katika kazi ya msalaba, kazi ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna chochote kile ambacho mtu wa gizani, mkuu wa giza, atakachosimama nacho na kukushitaki wewe, yule au mimi tunaomwamini Yesu Kristo. Hakuna ulozi, hakuna ushirikina, hakuna uganga wala uchawi utakaofanikiwa. Hakuna udhaifu, kwa sababu tunayo damu ya Yesu Kristo iliyogongelea hata mashtaka pale msalabani miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo yale wanaoyainua katika madhabahu za giza, zile sauti za uovu, za mashtaka zenye manuizo na viapo wanazofanya huko gizani, hazina nguvu juu ya maisha yako wewe wala mimi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu Kristo ametusaidia kuwa wenye nini? Kuwa wenye haki. Hatupo tena chini ya laana. Kwa hiyo hakuna laana itakayofanya kazi juu ya yule aliyebarikiwa na Mungu. Hakuna nguvu ya dhambi itakayofanya kazi juu ya yule aliyemwamini Yesu Kristo. Maana Kristo Yesu alifanya kuwa dhambi ili mimi na wewe tuweke mbali na nini? Tuweke mbali na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uponyaji unatokana na rehema za Mungu. Amesema kwenye Isaya sura ya 53 mstari wa 5, amezungumza kwa kupigwa kwake sisi, kwa kupigwa kwake Yesu Kristo sisi tumeponywa. Petro ameandika kwenye waraka kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 24, amesema kwa kupigwa kwake mliponywa. Isaya 53 mstari wa 5 anasema kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Tumeponywa. Lakini waraka kwanza wa Petro 2:24 anasema kwa kupigwa kwake sisi ninyi mliponywa. Ni tendo ambalo limepita tayari. Kwa hiyo hali ya udhaifu unapotokea, mapoza, maradhi, hali ya mashambulio na vita au hali ya giza, tunapaswa kutangaza kitu ambacho kilichofanyika tayari. Kwa kupigwa Yesu Kristo sisi tuliokolewa, tuliwekwa huru mbali na dhambi, mbali na uharibifu na giza na mauti. Anasema kwenye Zaburi 103 mstari wa 3, anasema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Uponyaji unaambatana na nguvu ya masamaha. Masamaha au rehema za Mungu ndio zinaleta uponyaji kwenye maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo sura 20 mstari wa 34, Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Yesu alianza kufanyaje kwanza? Alianza kufanyaje? Kuwagusa, wakafanyaje? Alianza kuwahurumia. Ni rehema za Mungu ndio zinatangulia, kisha uponyaji unachukua nafasi. Kokote palipo na rehema na masamaha ya Mungu, kuna nguvu ya uponyaji, kuna nguvu ya ukombozi. Tunaponywa, tunawekwa huru, tunasamehewa, tunalindwa, tumehesabiwa kuwa wenye haki, tunafanikishwa, tunaongezeka.
sio kwa sababu ya nguvu wala jitihada zetu, ni kwa sababu ya rehema na neema ya Mungu kwenye maisha yetu. Kuna mtu mmoja anaongelea kwa Bwana pendo. Mathayo sura ya 14 mstari wa 14, Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya magonjwa yao. Yesu akafanyaje? Akawahurumia. Mara baada ya kuona makutano yamekusanyika, wanasubiria kuona udhihirisho wa nguvu ya Mungu, kusikia kutoka kwa Mungu. Huruma ya Mungu ilionekana ndani yake, akawahurumia, akawaponya, na wengi wakamfuata. Kwa hiyo kinachotupelekea sisi Mungu aweze kututumia kwa ajili ya kuwaponya wengine, kuwafungua wengine, kuwasaidia wengine, ni ile huruma ya Mungu iliyoko ndani ya mtu. Bwana Yesu sana. Andika Marko sura ya 16. Marko sura ya 16 mstari wa 15 hadi 19. Na ishara hizi zitaonekana kwa kila anayeamini, si ndio? Ishara moja hapo ni kuweka mikono juu ya wagonjwa na watapokea afya. Lakini niamini kwamba kama hakuna huruma ya Mungu ndani yako, Mungu hawezi kukutumia kuwaponya wengine. Sawa sawa. Kama Mungu hajaachilia au kama hauna huruma ya Mungu, huruma ya Mungu ndani yako, ni ngumu kupiga magoti na kuombea watu wengine. Kwa sababu kuna wakati Mungu anataka waombee hata watu wanaokuudhi, hata watu ambao usiowafurahia. Mungu anakuambia waombee, funga kwa ajili yao. Katika hali ya kibinadamu kuna masumbufu, kuna udhaifu na kuna uzito mwingi. Pasipo kusukumwa na huruma ya Mungu, ni ngumu kushughulika na mambo ya watu hapa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Marko sura ya 10 mstari wa 7, yule Bartolomeo kipofu anasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Alitambua kwamba huyu anaweza kunirehemu, ndio maana kaita jina lake Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Hata kama walimnyamazisha, lakini alitambua kwamba yuko mtu ambaye anaweza kunirehemu. Alisikia habari yake katika Torati, katika sheria ya Musa, kwamba yuko atakaye kuja aliyebeba rehema na msamaha, aliyebeba nguvu ya uponyaji na uzima. Jina lake anaitwa Yesu Kristo. Kwa hiyo hata alipokatishwa tamaa, ndivyo ilivyo leo. Hapasi mtu yote kukatisha tamaa kwa habari ya muujiza wako au uponyaji wako. Yuko Mungu anayerehemu, yuko Mungu anayeponya, yuko Mungu anayesamehe. Hatuokoke kwa kusukumwa na miemko na hisia za kifamilia au kikundi au marafiki au jamaa wanaotuzunguka. Tunamtumikia Mungu na tunamwabudu Mungu kwa sababu ametupa neema ndani yetu. Yeye tunapaswa kumsikiliza yeye, sio jamii itatuambia nini, wala ndugu, wala jamaa, wala marafiki.